بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Mtazamaji wa Kishki TV, leo katika kipindi chetu cha 55 katika visa vyenye mazingatio, tunakwenda katika kisa ambacho tunatakiwa sisi hiki kisa aliyofanyiwa na huyu aliyefanya tupate mazingatio. Na nitawataja hao wote mabwana wakubwa. Wa an Jabir ibn Samura radiyallahu anhuma, imesimuliwa hadithi na Jabir mtoto wa Samura, yeye na baba yake ni masahaba. Huyu Jabir ibn Samura ni nani? Jabir ibn Samura Abu Abdullah ni Jabir ibn Samura ibn Junada as-Sawai, sahabi. Kana halifa bani Zuhra, lahu wa li abihi suhba. Alikuwa anaishi Kufa na amekufa katika utawala wa Bishr ala al-Iraq mwaka wa 74. Hadithi alizokuwa nazo za Mtume sallallahu alaihi wasallam kichwani kwake hadithi 146 radiyallahu anhuma. Jabir, subhanallah, kisa cha ajabu sana. Asema shaka ahlul Kufa Saad ibn Abi Waqqas, watu wa Kufa walimshtaki Saad ibn Abi Waqqas ambaye ndiye alikuwa kama mkuu wa mkoa wa Kufa. Iraq ina asili ya watu wakakasikakasi kidogo. Iraq ina asili ya watu wakakasikakasi, hasa maeneo ya Sham ya Iraq na aliyoko jirani ya Sham. Unaichukua Jordan, unaichukua Damascus, yani unaichukua Jordan, unaichukua Syria na Lebanon, unaichukua na Palestine, ni maeneo ya watu wakakasi kidogo. Sasa Saad wakati wa Umar bin Khattab, yeye alipelekwa Kufa kama mkuu wa mkoa. Shaka ahlul Kufati Saad yani ibn Abi Waqqas, walimlalamikia huyu Saad ibn Abi Waqqas. Ndugu yangu mtazamaji wa Kishki TV, Saad ibn Abi Waqqas ni nani? Anaitwa Saad ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb. Ni Saad ibn Abi Waqqas Malik ibn Abi Uhayb au ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri أبو إسحاق الصحابي الأمير فاتح العراق ومدائن كسرى. huyu Saad radhiyallahu anhu, huyu anakwenda kwenye nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anakutana kwa nani? Kwa mzee Abd Manaf, anakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Saad alikuwa mkuu wa mkoa wakati wa Umar na ndiye aliyekwenda kuikomboa Iraq ikawa huru, akapeleka da'wa, na ndiye alikwenda kuikomboa Iran. Alikwenda kuikomboa Iran wakati wa utawala wa Kisra, na yeye ndiyo sababu ya kuletwa Shahrubanu baada ya kuiteka Iran na kuwakamata wale watoto mle ndani, wakawa wameletwa wote. Ni kisa ambacho hapa sio pahala pake. Huyu ni katika masahaba 6 ambao waliokuwa wamechaguliwa wakati wa Umar. Sawa, Umar aliwachagua kwamba yeye baada ya kufa wachague kwamba yeye baada ya kupigwa kisu na yule ambaye ni jamaa
kutoka Iran, kutoka Fursi, alimpiga Umar ibn Khattab kisu, akawa amechagua, jamani, mimi naugulia, ikitokea kuna watu 6, mmoja katika hao mchagueni awe ni Amirul Mu'minin baada yangu. Sa'd bin Abi Waqqas aslama qadiman, alislim mwanzo, wa kana min almuhajirin alawwalin, alikuwa katika masahaba waliohama mwanzo. Shahida Badran wa ma ba'daha, alishiriki vita ya Badri na iliyokuwa vita baada ya Badri. Wa kana yuqalu lahu, alikuwa anaitwa jina lake, status yake, alikuwa anaitwa Farisul Islam, mpambanaji wa Kiislamu. Wa kana yahrusu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi maghazihi, alikuwa yeye akimlinda mtume kama bodyguard katika vita zake zote. Daa lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alimuombea huyu Sa'd ibn Abi Waqqas dua maalum. Allahumma saddid ramiyatahu, Allah mjalie kila anapolenga shabaha apige hapo hapo, wa ajib da'watahu, na ujibu dua yake yoyote akiomba. Katika masahaba ambao walikuwa wanakimbiliwa sana wakati wa mtume na baada ya mtume, wanaombwa dua, huyu alikuwa ni Sa'd bin Abi Waqqas. Akikuombea dua imekwenda. Ruya lahu ani nabii sallallahu alayhi wasallam 270 hadithan, hadithi ambazo zimesimuliwa kutoka kwake, naye amesimulia kwa mtume. Amekufa ana hadithi 270. Ametuufia fi qasrihi, amefia katika jumba lake, hekalu lake. Kwa nini imetajwa qasr? Huyu alikuwa ni tajiri, alikuwa ni milionea, bilionea. Sa'd bin Abi Waqqas fi qasrihi bil Aqiq, huyu amefia Aqiq, katika eneo lililopo kati ya chuo kikuu cha Madina na Masjid Quba, Masjid al-Qiblatain, ile inaitwa Wadi al-Aqiq, Wadi al-Mubarak. Kuanzia leo, wale ambao mnaokwenda China kwa ajili ya biashara kutafuta riziki zenu, Mungu awafungulie, mnapokwenda Guangzhou mnafungwa kamba kwamba lile kaburi lililoko Guangzhou lila Sa'd bin Abi Waqqas, kamba zile, kamba. Sa'd bin Abi Waqqas sahaba yule hajafia China, mnafungwa kamba jamani. Amefia Aqiq, katika kasri yake, katika jengo lake. Imetajwa kasri kwa sababu alikuwa na hela, ilikuwa ni nyumba hasa. Yule alikuwa hakai karibu na msikiti wa mtume, yeye alikuwa anakaa mbali. Na unajua watu wenye hela mara nyingi sana wanapenda kukaa katika sehemu zilizokuwa free, awe na ukuta mkubwa, sehemu ambayo atakuwa na free yeye na familia yake mle ndani. Ni neema ambazo Mungu amewapa, lazima wasitumie. Mimi na wewe hajatupa, usimaindi, usizungumzie chochote, utapata dhambi. Aliyepewa na Allah kapewa. Hata ukikasirika Mungu hamnyang'anyi sana, utajisababisha vidonda vya tumbo tu. Umesikia? Sasa huyu bana alifia Aqiq, wa humila ila al-Madina, jeneza lake likapelekwa kuswaliwa Madina. Amezikwa mwaka wa 55. Kwa hiyo wale ambao mnaofungwa kamba huko Guangzhou kwamba yule ni Sa'd bin Abi Waqqas, hapana, hapana, hapana. Sa'd bin Abi Waqqas amefia Madina katika eneo la Aqiq, alifia nyumbani kwake, na wakati wa kuswalia wakamswalia kumpeleka wapi? Katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaka wa 55 Hijria, na leo ni mwaka 1446. Kwa hiyo Sa'd bin Abi Waqqas amefariki mwaka wa 55. Amefariki akiwa na hadithi ngapi? Ana hadithi 270 zikiwa kichwani. Mimi na wewe tuna hadithi ngapi? Mimi na wewe tuna hadithi ngapi? Bali insanu ala nafsihi basira. Sasa huyu Sa'd ibn Abi Waqqas alipokuwa ni kiongozi kule Kufa, na ndiye aliyeingiza Uislamu pale Iran, kwa sababu huyu mfalme wa Iran alikuwa na Kisra, alipelekewa barua na mtume asilimu. Jeuri ya utawala wake na madaraka, akamdharau mtume. Siwezi kuambiwa na Mwarabu mimi, kwa sababu walikuwa kiasi fulani waliwahi kama kutaka kutawala nchi za Kiarabu, lakini akamdharau mtume. Hakumjua mtume ni nani, ni yale madaraka. Sawa sawa, ni madaraka. Siku nyingine anambia chana naye huyo shehe au mashehe bwana, hebu mwambie mimi sipo. Sawa, yaishe bwana, yaishe. Sasa hujui alikuwa anakuambia nini. Sawa. Sasa Sa'd bin Abi Waqqas huyu
alitumwa na Umar, lakini wakati wa mtume alipeleka barua mwaka wa 9, alipeleka barua kwa viongozi wote, sawa, mpaka ikafika huku Misri kwa Muqawqis. Lakini huyu mfalme wa Furs ambaye ndio Irani leo, kwa sababu kila mfalme aliyetawala Irani alikuwa anaitwa Kisra, sawa, alikuwa anaitwa Kisra. Akawa ameichukua barua ya mtume, alipoiona akaichana barua ya mtume, akaichana. Unachana barua ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ndio maana ukirejea kule katika Barzanj sherehe yake ni Madarij as-Suud, sawa, katika wadhara inda wiladatihi khawariqun wa gharaibun ghaibiyya, mlango hule kuna pahala Jaafar akasema wa kusira mulku Kisra lihauli ma asabahu wa ara, uliparaganyika ufalme wa Kisra kutokana na misukosuko iliyompata, kwa sababu mtume alipata habari kwamba Kisra aliambiwa na yule mjumbe wake kwamba Kisra amechana barua yako. Mtume akasema Allahumma mazziq mulkahu wa sultanatahu, Mwenyezi Mungu uchane ufalme wake, uongozi wake na utawala wake wote. Kisra alikufa kifo kibaya sana. Sasa huyu Saad ibn Abi Waqqas yeye akawa mkuu wa mkoa kule kwa Umar ibn Khattab. Wapi huko? Iraq. Sasa na wa Iraki ni watata kwa kweli. Kiongozi ambaye anakuwa Iraq, yani anapata matatizo sana na wale raia zake. Sasa watu wa Iraq wakapeleka taarifa kwa Umar ibn Khattab. Shaka ahlul Kufa, watu wa Kufa walimshtaki Saad ibn Abi Waqqas. Walimshtaki nini? Fa'azalahu, Umar akamuzulu. Akamwambia nimepata malalamiko kutoka Kufa kwamba wewe hata kuswali hujui, unafanya vitu ambavyo si sawa sawa. Fa'azalahu, akamuuzulu. Tusikilize wale ambao tunaopeleka uongo kuwasingizia watu. Bwana wewe, dada wewe, kaka wewe, mama wewe, mfanyakazi wewe, bosi wewe, shekhe wewe, mheshimiwa wewe, ukimsingizia mtu jambo ambalo si lake na ukamdhalilisha, akadhalilika katika jamii, akisema ya Rabbi nimefedheheshwa na fulani, hubaki salama. Sasa Saad ikapelekwa taarifa kwa Umar ibn Khattab, wastamala alaihim Ammaran, akamchagua Ammar kwamba ndio awe mkuu wa mkoa pale. Akamwambia Saad, tulia hapo, toka kwenye madaraka. Fashakau, wakaendelea kulalamika, hatta dhakaru annahu la yuhsinu yusalli, mpaka wakamsema kwamba Saad bin Abi Waqqas sahaba wa mtume, kaombewa dua na mtume, kwamba hajui kuswali. Salala, kwamba hajui kuswali. Fa arsala ilayhi, Umar akampelekea taarifa tena. Faqala, akamwambia ya Aba Ishaq, kunia yake ilikuwa ni Abu Ishaq, we baba Ishaq, inna haula, hakika hao raia hapo, watu wa hapo mkoani Kufa, yazumuna, wanadai, annaka la tuhsinu tusalli, kwamba wewe hujui hata kuswalisha. Nimepata taarifa wamenlalamikia kwamba wewe hujui kuswalisha. Faqal Abu Ishaq, Saad bin Abi Waqqas anajitetea sasa kwa rais, yani kwa Amirul Mu'minin, akamwambia ama mimi Saad wanadai sijui kuswali na sijui kuswalisha, wallahi na hapa kwa jina la Mungu, fa inni kuntu usalli bihim, mimi nilikuwa na waswalisha salata rasulillah, kama mtume alivyokuwa anatuswalisha, mimi nilikuwa na waswalisha sala ya mtume, sawa. La ukhrimu anha, sipunguzi, sawa, sipunguzi. Usalli salatay al-isha, nasali maghrib na isha, fa arkud fi al-ulayayn, sawa, wa akhaffif fi al-ukhrayayn, yani rakaa za mwanzo, zile mbili za mwanzo nilikuwa kidogo narefusha, lakini rakaa za mwisho napunguza. Qala dhalika dhannu bika ya Aba Ishaq, Umar akamwambia mimi ndivyo ninavyokujua wewe, ni katika watu wema, ndivyo ninavyokujua.
na kwa sababu Umar ni kiongozi, ameletewa taarifa na raia, lazima awasikilize raia kwanza wanachokisema, lakini apate ushahidi kwa yule ambaye anayetuhumiwa. Wa arsala ma'ahu rajulan au rijalan, Umar akawatuma watu. Sasa akawatuma watu, akamwambia nendeni Kufa, kafatilieni ukweli huu. Akawatuma watu kama vile yani intelligentsia, kwamba nendeni mkafuatilie ukweli wa haya. Yasalu anhu ahla al-Kufa, wakaenda kuwauliza watu wa Kufa, jamani, si tumekuja, hebu tuambieni huyu bana, huyu mkuu wa mkoa hivi sasa ameshika nafasi yake Ammar, yeye vipi? Falam yadaa masjidan illa saala anhu, wale jamaa kila msikiti pale Kufa waliuliza, jamani, mnasemaje kuhusu kiongozi wenu huyu? Eti ni kweli hajui kuswalisha? Eti kiongozi wenu hajui kuswalisha? Tusimame hapa kwa ajili ya mapumziko. Wale jamaa wakawa wanauliza kila msikiti, eti ni kwamba huyu bana hajui kuswalisha? Sawa. Sasa wale watu wa misikitini na watu wa pale wayuthnuna maarufa, wanamuelezea yule bwana, huyu kiongozi wetu ni mtu mwema, hana tatizo lolote, hana dosari yoyote. Sawa. Kama vile inaweza kapelekwa malalamiko, huyu si mkuu wa mkoa, huyu tabia zake ziko hivi, wanaweza kapeleka taarifa kwa kiongozi mkuu. Lakini ndivyo alivyo. Lakini ina maana kuna timu ya watu fulani wana mambo yao, lakini wanamuona yeye ni tatizo, kwa hiyo wanapitia huko. Sasa watu wakawa wanasema, jamani, huyu bwana ni mtu mwema, wayuthnuna alai maarufa, wanamuelezea wema wake. Hata dakhala masjida li Bani Abs, mpaka wakaingia katika msikiti wa Bani Abs. Ulikuwa ni unaitwa msikiti wa Bani Abs kama vile msikiti wa Makonde au msikiti wa Lindi au msikiti wa Manyema, kama vile msikiti wa Mtoro. Sawa. Au unaitwa yani msikiti kuita kwa jina la shekhe au jina la mtu sio vibaya na sio wala haram, kwa sababu Madina wakati wa uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna msikiti ulikuwa unaitwa Masjid Bani Muawiya wakati wa Mtume, ambao unajulikana kama ni Masjidul Ijaba. Sawa. Mpaka wale wachunguzi waliokwenda kuchunguza zile tuhuma kwamba anatuhumiwa hivi, wakaenda katika msikiti wa Bani Abs. Walipofika pale wakamwambia, jamani, sisi tumetumwa na mheshimiwa, yani tumetumwa na khalifat Rasulillah Umar bin Khattab, huyu kiongozi wenu hapa Saadi hapa mkoani, tumeambiwa hajui kuswali, anarefusha sana swala, anapunguza swala, yani swala zinakuwa fupi fupi, siku nyingine ndefu, hebu tuambieni ukweli. Faqama rajulun minhum, yani walitembea misikiti yote, wameambia huyu ni mtu mwema, hana tatizo. Kwani tatizo ni nini? Wakafika katika msikiti wa Bani Abs, ukoo wa Bani Abs. Faqama rajulun minhum, akasimama mtu mmoja msikitini, yuqalu lahu Usama ibn Qatada, anaitwa Usama ibn Qatada, akajitokeza. Yukanna Aba Saada, anaitwa Baba Saada. Faqala, akasema, amma idha nashatana, kama mnataka kutuuliza kuhusu huyu kiongozi wetu wa mkoani hapa, sikilizeni vizuri hiki kisa, naomba hata waheshimiwa mkisikilize vizuri. Fitna maofisini, fitna za maofisini, fitna za maofisini, fitna za viwandani, fitna za mashuleni, fitna mpaka kwenye taasisi mbalimbali, fitna misikitini, fitna katika familia, fitna katika vyeo. Inapelekwa fitna tu, almuhimu yule mtu ahamishwe, atolewe pale, apelekwe huku. Fitna, sikiliza vizuri. Na kisa hiki nakielezea ni mimi Rusaganya kupitia Kishki TV. Na ukitaka uje ni kuonyeshe kitabu, na kama hujui nitakusomea neno kwa neno. Sawa? Sio mimi nikufuate, siwezi kukufuata. Shekhe, tuonane pahala fulani, njoo, siji. Nifate mimi shekhe, tuheshimiane. Sawa? Maana shekhe akuja kupiga mzingo wewe. Nifate mimi shekhe. Sawa?
Umetoa nauli yako, ukutoa nauli yako, is your business. Sawa? Sio Sheikh, kile kisa ilikuwaje? Njoo tusome hapa. Njoni nyinyi, chukueni gari nifuateni, nitawaambia njoni msikitini au njoni pahala fulani. Sawa? Akasimama huyu Usama, ambaye ni Usama mtoto wa Qatada, Abu Saada, akasema amma idha nashattana, ama kama mnatuuliza, fa inna Saada, huyu Saadi, huyu kiongozi wetu, la yasiru bisariya, hafanyi haki katika utawala wake. Allahu akbar. Wala yaksimu bisawiya, na mapato yanayoletwa hapa mkoani hatoi, kwa sababu wakati wa Umar bin Khattab raia walikuwa wanapata mshahara wote, kwa sababu kipato kilikuwa kikubwa. Sawa? Na zaka zilikuwa zikitolewa, wanapewa watu wanaostahiki, ukiacha hagawi kwa usawa. Wala ya'dul fil qadiyya, wala si, yani hafanyi uadilifu anapoletewa kesi huyu Saadi. Huyo ni nani huyo? Usama mtoto wa Qatada. Qala Saad, yeye mwenyewe alikuwa pale kwa sababu alikuwa anatembea na wale jamaa. Wanaulizwa na Saadi yupo pale. Qala Saad, Saadi akasema, amma wallahi, ama hivi alivyonisingizia kwamba mimi si mkweli, siwagawii watu, si mwadilifu, la ad'uwanna bi thalathin, wallahi nitamuombea dua 3. Sikilizeni nyinyi. Sikilizeni nyinyi mnaosingizia wenzenu. Sikilizeni nyinyi mnaowafukuzisha wenzenu kazi, mnaosimamisha wenzenu kazi. Wengine wanafikia mpaka pahala unamlisha mwenzio sumu, unamwekea katika juisi, katika maji. Okay, kafa, we nani? Utabakia? Hutabaki, lakini unakwenda na mzigo, unakwenda kupambana naye katika mahakama ya Allah. Hakuna baraza la wazee katika mahakama ya Allah. Sawa? Na hakuna kusubiri mwisho wa mwaka, sio mwaka huu wafungwa wangapi. Hapana. Saad akasema, wallahi naapa la ad'uwanna bi thalathin, nitamuombea huyu bana dua 3. Hapa tunapata fundisho, mazingatio. Mtu ambaye kakuonea, kakudhulumu, usipate tabu, mpige rakaa 2, mwambia ya Rabbi kanifukuzisha kazi, ya Rabbi kuna kundi wamenilisha sumu, ya Rabbi kuna watu wamenifanyia hivi, ya Rabbi mimi sina uwezo, wewe ndio unawaweza. Wallahi nyinyi chawa, nyinyi ambaki salama. Saadi akasema nitamuombea dua 3. Ya kwanza, Allahumma, ewe Allah, mbele ya ule ujumbe uliotumwa na Umar bin Khattab. Allahumma, pale msikitini, si yule bwana Usama alimsingizia uongo, akasema ewe Allah, in kana abduka hadha kadhiba, ikiwa huyu mja wako huyu Usama bin Qatada aliyoyasema ni uongo dhidi yangu, kwamba amenisingizia uongo, kama riyaan, amesimama kujionyesha kwamba anaweza kuongea na kutoa hoja, wa sub'atan, na ili asikizwe kwamba anaweza kuchambua, fa atil umrahu, mpe umri mrefu, wa atil faqrahu, mjalie awe maskini mpaka anakosa chakula, wa aridhu lilfitan, na umkutanishe na mambo ya mitihani ya kudhalilisha. Wasikizaji wa Kishki TV, mmesikia hiyo? Imekwenda hiyo, hairudi nyuma hiyo. Mambo 3, kwamba mjalie aishi sana, awe na umri mrefu, sawa, na umpambanishe awe na mambo mazito, sawa. Sasa wakana baada dhalika, ikawa baada ya hapo yule Usama, si ule ujumbe umesharudi, umepeleka taarifa pale, sasa wamebakia watu, wamekuja sasa, wameshaondoka. Wakana baada dhalika, ikawa baada ya ile Saadi kumwombea dua, idha suila, anapoulizwa, kwa sababu alionekana amebadilika kwa muda mfupi sana, yakulu, anasema shaykhun kabir, mimi ni mtu mzima sana na umri mrefu, maftunun, nimepewa mtihani, asabatni da'watu Saadin, nimelaaniwa na dua ya Saad. Subhanallah. Qala Abdul Malik ibn Umair Arrawi, huyu sasa Abdul Malik ambaye yeye alimuona, anasema fa ana, mimi mwenyewe, raaituhu, nimemuona yule bana aliyemsingizia uongo Saad mbele ya kamati iliyotumwa na Umar, nimemuona baada ya hapo,
qad saqata hajibahu, kope zake za macho zimekuwa ndefu, ala ainaihi min alkibar, yani nyusi na kope zimeshuka mpaka zinafika kwenye pua. Wa innahu la yata'arradu liljawari, alikuwa anawatongoza watoto wa kike barabarani, anawashikashika. Yani kila mtoto akipita kamshikashika, kamchezea, akipita mwanamke kamchezea, kamshika, sawa. Fi turuq fayaghmizuhunna, alikuwa anawakonyeza kama anawatongoza. La ilaha illa Allah. Rawahu al-Bukhari, hadithi ipo katika Sahih Bukhari katika kitabu al-adhan, babu jubi al-qira'ati lil-imam, hadithi ya 196-98, na Muslim katika kitabu Salah, babu al-qira'ati fi adh-dhuhr wal-'asr, hadithi ya 453. ماذا نستفيد أو دروس وعبر؟ ما هي العبر التي نقتطفها من هذا الحديث؟ أو ما هي الاستنباطات التي يمكن أن نستفيد خلال هذه القصة؟ أنت وأنا mazingira gani tutakayopata kutokana na kisa hiki? Kwanza, fadlu Sa'd ibn Abi Waqqas, utukufu wema wa huyu Sa'd ibn Abi Waqqas, wa annahu mustajabu ad-da'wa, kwamba ni dua yake inapokelewa. Huyu dua yake ilikuwa inapokelewa. وقد روى الترمذي وابن حبان في صحيحه، الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن سعد. سعد anasema anna an-nabiy قال, mtume aliwahi kumuombea dua Sa'd, Allahumma, ewe Allah, istajib li Sa'di, muitikie dua Sa'd, dua yake mpokelee, idha daaka, atakapokuomba. Ya Rabbi, mtume mwenyewe alimuombea Sa'd, akamwambia ya Rabbi, huyu Sa'd akikuomba dua yake yoyote muitikie. Sasa yule jamaa amekuwa umri mrefu mpaka hizi za hapa na hizi zimekuja mpaka zimeshuka hapa kwenye pua, sawa. Anatembea barabarani, anaochezea wanawake, kitu ambacho ni aibu kwa mtu mzima kama huyo. Wakipita wanawake anawakunjia uso, akifanya hivi anaotolea ulimi wa kuwatongoza vile, yani ni dua mbaya. Fundisho la pili, anna man sa'a bihi min alwulat, anna man sa'a bihi min alwulat yus'al fi mawdi' amalihi ahlu alfadl minhum, anna min sa'i anna alwulat kana yursiluna an-nasa liyas'alu umala'ahum an amalihim au an mas'uliyatihim, kwamba viongozi walikuwa na kawaida, ikitokea tuhuma kwa mfanyakazi, sawa, anapelekwa kiongozi. Kwa hiyo hata mheshimiwa rais ameletewa malalamiko pahala fulani, kawaida ataunda tume, sawa, atawapeleka kwenda kufuatilia ukweli wa ile kadhia. Na wale mtakaofuatwa na hiyo tume, muwaheshimu, mjue wametumwa na mheshimiwa, na mueleze ukweli, msieleze chuki, msieleze chuki, msipindue maneno yatawadhuru, mtakufa vifo vibaya, mtapata maradhi ya ajabu, utadhani umerogwa kumbe hujarogwa, kuna mtu umemsingizia jambo sio lake. Haya, kwa hiyo inajuzu kiongozi kupeleka tume kwenda kuchunguza jambo fulani. Kwa sababu gani? Lianna Umar sa'ala ahla almasajid almulazimina li salati fiha, kwa sababu Umar aliwatuma watu ambao walikuwa wanaswali katika misikiti, akaenda kawauliza, jawazu azlul imam lilwali alladhi yushtaka minhu, inajuzu kisheria katika siasa ya Kiislamu, kiongozi ambaye analalamikiwa, ni kweli si kweli, kiongozi kwanza anatakiwa amweke pembeni kwanza. Wa in kudhiba alayhi, hata kama atakuwa amesingiziwa, awekwe pembeni. Wa idha wujida maslahata fi hadha al-azl, kama itaonekana kumuuzulu itakuwa ni maslaha kwa umma na kwa taifa. Lialla yabqa alayhim amiran wa fihim man yakrahuhu, inawezekana akaendelea kuwa ni kiongozi, kuwa kiongozi wao, lakini katika wale wapo ambao wanaomchukia, sawa, katika wale wapo ambao wanaomchukia, kwa hiyo inawezekana ikawa ni tabu. Hapa ndugu zangu, subhanallah,
Mtume anasema ittaqu da'wata al-madhlum, ogopeni dua ya mtu aliyedhulumiwa. Dua aliyedhulumiwa, fa innahu laysa bainahu wa baina Allah hijab. Dua ya mtu aliyedhulumiwa, aliyeonewa, aliyesingiziwa jambo ambalo hakulifanya na hakulisema, akisema ewe Allah, nimedhalilika, Allah, nimeonewa, Allah, nimetukanwa, Allah, kuna watu wamenipiga, wameniweka pahala kwa kutumia nini zao, wamenipiga, ya Rabbi, nimesingiziwa jambo ambalo sikulifanya, ya Rabbi, nimesimamishwa kazi, nadhalilika mimi na familia yangu, ya Rabbi, sina pa kukimbilia, nakimbilia kwako, ya Rabbi. Oya mwanangu, hambaki salama. Hata mkiona vitambi kama gari ya Haria, hubaki salama. Kwa hiyo nataka kuwanasihi na washauri na washawishi na wabebeleza wale machakubimbi, wambea, wafitinishaji, katika wale watu 10 ambao watakaofufuliwa siku ya Kiyama, ambao wana nyuso za nini? Wana nyuso za nyani. Watafufuliwa wana nyuso za nyani. Ni watu wafitinishaji. Wafitinishaji, wallahi hubaki salama, wallahi hubaki salama, wallahi hubaki salama. Umedhulumiwa na mtu, umedhulumiwa na mtu. Nyinyi wasikilizaji wa Kishki TV na watazamaji wa Kishki TV, chukua hii, chukua hii, nakupa from my heart. Umeonewa na ushahidi kweli, umeonewa. Umedhulumiwa, ni kweli umedhulumiwa. Umesingiziwa, ni kweli umesingiziwa. Na kuna timu mbaya inakufuatilia kwa ubaya wakati huna ubaya nao. Usipate tabu, tawadha, swali raka 2 za haja. Raka ya kwanza soma alhamdu na sura unayoiweza. Raka ya pili soma alhamdu na sura unayoiweza. Kaa chini, itakuchukua dakika 15-20. Soma alam tara, bismillahir rahmanir rahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Isome mara 73 kuweza kumdondosha huyu. Ataondoka tu. Mwambie ya Rabbi, na kuomba kama alivyonidhalilisha, alivyonisingizia, alivyonionea, nimetuhumiwa, nimesimamishwa kazi, nimefukuzwa kazi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, hawa watu ni kundi kubwa, siwawezi. Ya Rabbi, kama ulivyomwangamiza Abraha na huyu bana, na kuomba umwangamize, umdhalilishe. Unapiga suratul Fil mara 73. Mara 73. Kaa, mwachie Mwenyezi Mungu, mlilie Mwenyezi Mungu. Uchungu ulioupata kwa kusingiziwa kitu ambacho hukufanya, uchungu ule ule mkabidhi Mwenyezi Mungu. Wallahi, wallahi, wallahi hawatobakia salama. Sio mkwala anapiga, sio mkwala anapiga. Hii ni kweli. Suratul Fil mara 73 hubaki salama. Ama kuisoma abasa watawalla an ja'ahu al-a'ma mara 42, mara 43, unaipiga kwa mtu aliyekuonea, huwezi kubakia salama. Sawa? Sawa? Huwezi kubakia salama. Ukimaliza suratul Fil, unaisoma hii aya, unaikariri mara 21, inna batsha rabbika la shadid, 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 inna batsha rabbika la shadid. Chukua hiyo, pambana na hao watu. Huyu alimsingizia mtu ni mwema, kaombewa dua mara 2 na Mtume, wewe unakwenda kumsingizia. Nini kilichompata huyo bwana Usama Qatada? Abu Saada alipatwa na laana, dua. Jamani, maofisini, viwandani, makazini, masokoni, hampendani. Wakewenza, wakewenza mnarogana, wakewenza acheni, mnarogana. Utakufa mke mwenza mwanga, wewe unamroga mwenzio, mnagombea mume, wengine mnagombea biashara, wengine sijui vitu gani. Tafadhalini, tafadhalini. Allah, Allah, umedhulumu. Ukiombewa dua hutoki salama. Allah nakuomba uwe shahidi, nimefikisha ujumbe huu. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahika pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV. Allah